Bana, sasa leo tuongee kidogo kwa sababu ya muda, kwa sababu ya jua hili ili simchoshe anakwenda kutazama Buruka Sports. Kwa sababu ya muda bwana, tuongelee kidogo issue kama mbili hivi. Acha tuanze na issue ya Alan Okello. Alan Okello Hils kama sio nataka aje ashiriki michuano gani? Brother Engineer S. Saluti. Brother Engineer S ni kiongozi wa kuigwa. Engineer S ni kiongozi wa mfano. Unajua unapozungumzia Engineer S unazungumzia ni viongozi ambao wana matamanio ya kupata mafanikio. Ni viongozi ambao bado hajalizika alikofika pale, anaona anahitaji kuprove long kufika zaidi ya pale, kwa sababu ni kiongozi ambaye kashajipambanua. Vio vinakuja tu from vile vio havijaja tu kwamba chukua hii Engineer S brother. No, vile vio vimekuja kwa sababu ni mtu sahihi. Engineer S hii anaprove kwa Alan Okello, aliprove kwa Musa Bala Conte, aliprove kwa Stefan Aziz Ki, ili iliyotokea kwa Alan Okello kwa Pedro Pacome Zouzoua. Alan anilia kiongozi Engineer S aliprove. Kwa ni kitu ambacho kijeja kwa bahati mbaya tu from nowhere kwamba Engineer S leo kwamba ni kiongozi tunamsifia kwamba kwa matamanio au kwamba tu ni propaganda. No, Engineer S ni kiongozi wa mfano. Engineer S ni kiongozi wa kuigwa kwa sababu ana prove long. Au nimekutajia baadhi ya sajili tu hapo ambazo alizitikisa, alizipambania yeye kama yeye. Nakumbuka Engineer S ka prove kwa Kratos Chota Chama, ndoto ya wananchi. Mwamba Lusaka alikuwa ni ndoto ya wananchi. Mwananchi yoyote alikuwa anahitaji kumuona Mwamba Lusaka akicheza Young Africans. Ilikuwa ni ndoto takriban ya miaka 7, akaja kuiprove long. Unajua kumchukua mchezaji ambaye anacheza Simba Sport Club au Young Africans, hata kama mkataba wake umeisha, timu ikiwa bado inamhitaji. Simba Sport Club alikuwa anamhitaji Kratos Chota Chama, lakini tutakuja kwa issue ya Alan Okello. Alan Okello alikuwa ni ndoto ya wana Simba. Takriban misimu mitatu anahusishwa na Simba. Yaani ikifika kwenye kipindi cha dirisha dogo, Alan Okello anakuwa ni sajili ya Simba. Anakuwa amesajiliwa Simba. Ila dirisha likishaishwa anaendelea kuwa ni mali ya Vipers kutoka pale Uganda. Lakini safari hii Yanga kwa mara ya kwanza wameingilia kwa dili la Alan Okello. Naam, samahani kwanza. Mimi nikiwa naangalia nikikaa zangu nikawa nafanya tathmini fupi, nikiangalia hivi sasa hapa Tanzania moja klabu ambayo naona ipo vizuri sasa, kwa tuna timu yote ile, naona in fact klabu ya kwanza inakuwa ni Young Africans, lakini bado naona yeye mwenye klabu yake Engineer S ni kama bado anaona pale alipo hapatoshi. Umeona maana kamleta Alan Okello. Sasa nataka unisaidie kitu kimoja hivi, kuja kwa Alan Okello unadhani kunaleta mchango kiasi gani, au kuna mchango mkubwa kiasi gani kwenye mafanikio ya Dar es Salaam Young Africans katika vikombe ambavyo vipo mbele? Kuna finali ya Mapinduzi 13, kuna NBC, pia kuna michuano ya CAF. Wanadhani Alan Okello ataongeza kitu gani hasa? Alan Okello hajasajiliwa kwa ajili ya Mapinduzi. Alan Okello kaletwa kwa ajili ya kushinda pambana kwenye Cup Champions League. Yanga hajamleta Okello aje achukue ligi kuu. Sijui ligi kuu tayari wanajua namna gani watakavyochukua. Tayari kikosi cha kwenda kuwapa ubingwa wa ligi kuu wanacho tayari, kiko pale. Zaidi wamemleta Alan Okello kwenda kuongeza kuinject something ambayo iliwafanya waishie group stage msimu uliopita na kwenda Yanga kwenda hatua inayofuata. Sawa kabisa. Unadhani sasa ni wapi Engineer S anawashinda hao matajiri wengine? Kiongozi kwenye issue za usajili tunazozizungumzia unatakiwa uwe very direct. Tunataka vitendo kuliko maneno. Ndio hapo sasa